This is Sponsor Podcast. Jeshi la Ulinzi wa Wananchi Tanzania JWTZ leo Oktoba 16 mwaka 2025 limesema pamoja na hali ya amani na utulivu iliyopo nchini, na maanisha nchini Tanzania, bado kumeendelea kujitokeza baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi wanaotumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui yenye kuleta uchochezi na kulihusisha jeshi na siasa ili kutimiza azma yao ya uvunjifu wa amani, na kwamba limeuomba umma wa Watanzania kupuuza taarifa hizo. Taarifa yenye muhuri wa jeshi hilo na saini ya kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano JWTZ Kanali Bernard Masala Mlunga imenukuliwa ikieleza yafuatayo: jeshi linauomba umma wa Tanzania kupuuza machapisho na mataarifa ambazo zimekuwa zikionekana kwenye mitandao ya kijamii. Wananchi wanakumbushwa kuwa taarifa zote zinazolihusu jeshi zinatolewa na makao makuu ya jeshi kwa utaratibu rasmi wa mawasiliano ya jeshi na umma. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania likiwa sehemu ya vyombo vya ulinzi na usalama vyenye dhamana ya ulinzi nchini, linapenda kuwahakikishia Watanzania wote hali ya amani na usalama na utulivu katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni taarifa ambayo imetoka jeshi la polisi la wananchi wa Tanzania JWTZ, na kufuatia kauli mbalimbali za wanaharakati kama kina Mange Kimambi kuelezea namna ambavyo wanajeshi wamejipanga katika kuwatetea wananchi ambao wanataka kuandamana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kila mwanasiasa anajaribu kuchomeka ajenda zake kuhusiana na jeshi la polisi la wananchi wa Tanzania, na hivyo ndo kauli ambayo imetoka kwamba hawajihusishi kabisa na masuala ya kisiasa kutokana na hiki ambacho kinatajwa kwenye mitandao ya kijamii. Ikumbukwe tu kwamba hivi karibuni kumeibuka taarifa ama shinikizo la masuala ya maandamano kwa wananchi wa Tanzania, na unaona ni namna ambavyo kuna hatari kubwa sana ya kupoteza amani ambayo tuko nayo, ama kushinikizwa kuweza kuvunja amani ambayo Tanzania iko nayo kupitia masuala ya kisiasa kwa maslahi yao wenyewe binafsi. Kwa hiyo hayo ndo maelezo ya jeshi, na kuona namna ambavyo Watanzania mwenye kuelewa ataelewa, ambaye ataelewa ataendelea kushikilia. Maana unajua kwa sasa hivi kuna taarifa ambazo pengine zinaenda viral sana, zinaathiri wananchi ambao pia kidogo elimu zao za kawaida. Kwa hiyo wanabeba tu jeshi limesema hivi, kitu ambacho sio cha kweli. Kwa hiyo inabidi tusikilize kinachosemwa na jeshi kwenye vyombo mbalimbali ambavyo ni vya taarifa vinavyoaminika, kuliko kusikiliza maoni ya wanaharakati ambao wamekuwa wakihitaji maslahi yao binafsi. Kwa hiyo binafsi naona jeshi la polisi wameweza kuweka clear kwenye hili. Kuna comments zaidi ya 2000. Huyu Judith Malukasa anasema cha muhimu Tesha ni mwanetu. Stanley Peter anasema tulia wewe. Imelda Emmanuel anasema jeshi lipo na wananchi wanasiasa, mtuachie jeshi letu. Haya, huyu anasema jamani, hii nchi ilipofika ni pabaya, hadi mke wangu kanyima nyumba jana kisa mimi sitaki kuandamana. Kwa hiyo huyu David Anthony anasema tupuuze, wakati tunaona kabisa wakuu wa majeshi kama huyo CDF wanakutana na rais na anaongwa hela, alafu tunaona kabisa wanajeshi wanachukuliwa na kuenda kwenye mikutano ya CCM, mara ndege za jeshi zinatumika na kina sijui nani kufanyia kampeni, alafu wanasema jeshi alihusiki na siasa. Shida hii nchi au viongozi wakubwa wa jeshi wamekamatwa masikio na
ndio maana wameibuka watu kama wakina Tesha. Kwa hiyo Emerson Deso anasema msichokijua tu ni kwamba jeshi haliwezi kutoka na kusema hali ya usalama sio shwari, ila amini usiamini, hii ni mind game. Kuna watu wanapotezwa maboya. House Pointing anasema Mange mmoja amesababisha kila kona watu wana shuta tu. GF anasema hii page tuipuuze. Hazionagi utekaji na habari sawasawa na serikali ya kiboya. Huyu anasema John Perry anasema siku hizi hakuna uhuru wa kuposti habari kama nyuma. Vipi, shida mzee? Huyu anasema Bethel Erasto anasema linda haki za raia au askari. Charisman to TZ anasema washaingia kwenye siasa tayari na huwezi kusema kuna amani sasa hivi TZ hii kama sio umekula posho. Kwa hiyo comments ni nyingi ambazo zipo kwenye posti hii. Wewe una maoni gani kwenye hili? Drop your comment hapo chini, lakini usiache kusubscribe. This is Sponsor Podcast.